mashariki mwa nchi sasa, ambapo mwaka mmoja baada ya watu 10 kuangamia kwenye mto wa Muswi ni eneo la Kilome, kaunti ya Makueni, kwenye barabara kuu ya Sultan Hamud kuelekea Kasikeu, wakati lori lililokuwa limewabeba kusombwa na maji ya mto huo. Daraja hilo halijawekwa vizuizi kufikia sasa. Ahadi kutoka kwa viongozi zimesalia hadithi tu. Wakazi wa eneo hilo wanasema mito mingi kwenye eneo la Kilome haina madaraja, hali ambayo huhatarisha maisha yao punde tu kunaponyesha. Tazama. Mwezi Aprili mwaka uliopita, watu 10 waliangamia katika mto huu kwenye barabara ya Sultan Hamud kuelekea Kasikeu. Lori la mchanga lilisombwa na maji likiwa limebeba watu, ambapo 10 walifariki na wengine zaidi ya 10 wakaponea kifo baada ya kuokolewa. Viongozi waliofika hapa wakati huo, wakiwemo maafisa wa serikali kuu, waliahidi kuwa daraja hilo lingewekwa vizuizi kuzuia mikasa siku za usoni. Mwaka mmoja baadaye, daraja hilo limebakia vivyo hivyo, huku likiendelea kuhatarisha maisha ya wengi. Hakika tulisononeka sana, tukalia sana na hatukupata usaidizi, maana hadi wa leo kukinyesha maisha yetu inakuanga hatarini. Nasikitika sana kuona ya kwamba serikali imelengea kwa hii kazi yake, na hapa katika hii bridge ya kwa Muswi ilibeba watu 9 na watu 4 mpaka sasa hivi hawajawahi kuonekana. Wakazi wanataka kaunti na serikali kuu kuchukua hatua za haraka na kuweka madaraja kwenye mito mikubwa. Ipo mito hatari kama vile mto wa kwa Muswi, ule wa kwa Kaluku na mto Mikuyu, ambao daraja lake limeanza kuonyesha nyufa miezi 4 tu baada ya ujenzi kukamilika. Tumeongea maneno mwaka nenda mwaka rudi na hatuoni mambo ikitendeka. Kwa hivyo tunauliza viongozi wetu wajibike. Maana tusipowajibika tutaendelea kupoteza maisha ya watu wengi hapa. Tunaomba serikali kuu na kera ikuje hapa iweke bridge ambayo ni permanent ili tuweze mudu maisha ya wengi. Makueni imeendelea kupokea mvua nyingi, huku tayari mvua hiyo ikiwa imesababisha vifo vya watu 8. Wenyeji wameonywa dhidi ya kuvuka mito iliyofurika.